So, sura iliyopita ilitueleza kwamba mzee Abraham alipatiwa mtoto wake wa kwanza akiwa na miaka 86. Hebu fikiri, babu wa miaka 86 anapata mtoto wake wa kwanza, huyu ambaye amepata kupitia mfanyakazi wake. Anapata mtoto wake wa kwanza kabisa miaka 86 ndipo anapata mtoto. Sasa mzee huyu bado anaambiwa, bwana wewe mbona utazaa watoto wengi sana? Watoto wengi sana na uzao wako utakuwa mkubwa kweli kweli. Ana miaka 86 ndo mtoto wake wa kwanza amempata. Lakini kiini cha haya yote ni kwa sababu alimwamini Mungu. Msikilizaji, hapo nazungumza kuhusu aya iliyopita, sura iliyopita ya 16. Kumbe kwa Mungu hakuna kipindi cha, yani hakuna ukomo wa muda. Hatishwi na muda. Kwamba aise umri umeenda sana, jambo hili halitawezekana. Hapana. Kuna jambo ambalo anasema umri umepita bwana, wewe hebu fanya mambo yako mengine bwana. Hayo mambo umeshapitwa. Msikilizaji, wakati wa Mungu ni wakati sahihi. Hakuna cha muda kupita. Hakuna cha muda kupita. Na ndio maana mtoto wa kwanza wa Abrahamu alipata mtoto wa kwanza akiwa na miaka 86. Biblia inasema katika sura ya kitabu cha Mwanzo 16 mstari wa 16. Alikuwa na miaka 86. Alafu wewe una miaka 30, una miaka mingapi unaambia bwana hayo mambo wanafanyaga watu wa miaka 10 na 20 na hilo jambo huwezi kufanya sasa hivi. Wewe fanya mambo mengine, angalia tu familia basi. Hayo mambo achana nayo kabisa sasa hivi. Usidanganywe. Hayo mambo ni kwa wale ambao hawamwamini Mungu, lakini kwa wale wanaomwamini Mungu kama Ibrahimu alivyokuwa anafanya, bwana sisi tunaomwamini Mungu hatuna ukomo wa muda. Ukomo wa muda ni Mungu atakaposema, lakini Mungu akiwa hajasema bado, ikiwa ahadi ya Mungu ipo kwamba atabariki, ni hakika kwamba atabariki na jambo hilo litakuwa. Msikilizaji, hiyo ilikuwa ni sura iliyopita, sura ya 16. Karibu sana katika sura ya 17 tuweze kupata mwendelezo wa kujifunza Biblia, kuisoma Biblia yote katika kitabu hiki cha Mwanzo. Sura ya 17 ndipo sehemu ambapo tunapoingia leo. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako na litukuzwe sana. Ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu na utusamehe makosa yetu kama na sisi tunavyosamehe wanaotukosea. Usitutie majaribuni, bali utuokoe kwa yule mwovu. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Msikilizaji, karibu sana katika sura ya 17 tuweze kupata neno la Mungu. Tunaisoma mstari kwa mstari, haturuki. Tunahitaji tuisome Biblia kwa njia ya sauti, Biblia nzima, lakini pia tupate masomo mbalimbali ya kutia na nguvu. Mungu ananielekeza, ananiambia niombe kwa ajili yako msikilizaji. Mungu wa mbinguni, kuna msikilizaji wako yuko katika hali mbaya. Kamguse kwa namna ya kipekee kwa jina la Yesu. Kamguse kwa namna ya pekee. Kuna roho inaniambia kwamba kuna mtu anateseka. Mungu wa mbinguni, nenda kamguse kwa jina la Yesu Kristo Mnazareti aliye hai. Kamguse kwa jina la Yesu. Mguse. Anateseka nini? Mimi sijui, lakini nasikia kuna mtu anateseka. Kuna mtu yuko kwenye hali ya majonzi, kuna mtu anateseka. Go and touch him or her. I don't know ni mtu wa namna gani, lakini nenda kamshike kwa jina la Yesu Kristo. Asimame, atembee, afanye mambo yake kwa uzuri kabisa. Sijui ni kitu gani kinamtesa, lakini roho ananiambia kabla ya kusoma kuna mtu anateseka. Nenda kamguse kwa jina la Yesu. Mungu, mtoe katika tatizo ambalo linalomgusa. Mtoe. Nenda onyesha muujiza. Mguse mtu huyu kwa namna ya kipekee sana. Sijui ni nani, lakini naisikia hali ya mtu anayeteseka. Kwa jina la Yesu Kristo namwombea. Ewe unayeteseka, amini kwamba Mungu anatenda. Simama. Fanya jambo lako. Ondoka katika mateso kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo, amini na Mungu anatenda. Kwa jina la Yesu Kristo tunakwenda kwa jina la Yesu Kristo, simama, tembea. Kwa jina la Yesu Kristo, toka katika majaribu, toka katika mateso hayo unayopitia kwa jina la Yesu Kristo. Asante Mungu kwa kutenda. Simama naye asipitie mateso tena. Kwa jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amina.
Bwana msikilizaji, tuingie katika sura hii ya 17. Kuna roho imeniambia kwamba niweze kuomba. Na linapokuja swala la kuomba na ukasikia roho wa Mungu akikugusa kwamba uombe, usiache kabisa. Na ndio maana nimeguswa, kuna mtu anapitia mambo mabaya, nimeyashauriwa na roho wa Mungu niweze kuomba. Asante Mungu wa mbinguni. Basi msikilizaji, karibu sana katika mwendelezo wa masomo yetu kwa jina la Yesu Kristo. Leo tuko katika sura hii ya 17. Karibu sana, twende pamoja. Tunaanza mstari wa kwanza, tutaishia katika mstari wa 27, kwa sababu sura hii ya 17 ya kitabu cha Mwanzo ina mstari wa kwanza mpaka wa 27. Karibu, twende pamoja. Abrahamu alipokuwa mtu wa miaka 99, Bwana akamtokea Abrahamu akamwambia, mimi ni Mungu Mwenyezi, uende mbele yangu ukawe mkamilifu. Nami nitafanya agano langu kati ya mimi na wewe, nami nitakuzidisha sana. Abrahamu akaanguka kifudifudi. Mungu akamwambia akasema, mimi agano langu nimefanya nawe, nawe utakuwa baba wa mataifa mengi. Wala jina lako hutaitwa tena Abrahamu, lakini jina lako litakuwa Ibrahimu, kwani nimekuweka uwe baba wa mataifa mengi. Nitakufanya uwe na uzao mwingi sana, nami nitakufanya kuwa mataifa, na wafalme watatoka kwako. Agano langu nitalifanya imara kati ya mimi na wewe na uzao wako baada yako na vizazi vyao, kuwa agano la milele, kwamba nitakuwa Mungu kwako na kwa uzao wako baada yako. Nami nitakupa wewe na uzao wako baada yako nchi hii unayoikaa ugeni, nchi yote ya Kanaani, kuwa milki ya milele, nami nitakuwa Mungu wao. Mungu akamwambia Ibrahimu, nawe ulishike agano langu, wewe na uzao wako kwa vizazi vyao baada yako. Hili ndilo agano langu utakalolishika kati ya mimi na wewe na uzao wako baada yako. Kila mwanamume wa kwenu atatahiriwa. Mtatahiriwa nyama ya magovi yenu, na jambo hilo litakuwa ishara ya agano kati ya mimi na ninyi. Mtoto wa siku 8 atatahiriwa kwenu, kila mwanamume katika vizazi vyenu, mzaliwa nyumbani na mnunuliwa kwa fedha, kila mgeni asiyekuwa wa uzao wako, mzaliwa nyumbani mwako na mnunuliwa kwa fedha yako, lazima atahiriwe, na agano langu litakuwa katika mwili wenu kuwa agano la milele. Na mwanamume mwenye govi asiyetahiriwa nyama ya govi lake, mtu yule atatengwa na watu wake, amelivunja agano langu. Mungu akamwambia Ibrahimu, Sarai mkeo hutamwita jina lake Sarai, bali kuwa jina lake litakuwa Sara. Nami nitambariki, na tena nitakupa mwana kwake. Naam, nitambariki, naye atakuwa mama wa mataifa, na wafalme wa kabila za watu watatoka kwake. Ndipo Ibrahimu akaanguka kifudifudi, akacheka akasema moyoni, je, mtu wa umri wa miaka 100 kwake atazaliwa mtoto? Naye Sara mwenye umri wa miaka 90 atazaa? Ibrahimu akamwambia Mungu, lau kwamba Ishmaeli angeishi mbele yako. Mungu akasema, sivyo, lakini Sara mkeo atakuzalia mwana wa kiume, nawe utamwita jina lake Isaka, nami nitafanya agano langu imara kwake kuwa agano la milele kwa ajili ya uzao wake baada yake. Na kwa habari za Ishmaeli nimekusikia, nimembariki, nitamzidisha, nami nitamwongeza sana sana. Atazaa maseyidi 12, naye nitamfanya awe taifa kuu. Bali agano langu nitalifanya imara kwa Isaka, ambaye Sara atakuzalia majira kama haya mwaka ujao. Mungu akaacha kusema naye, akapanda kutoka kwa Ibrahimu. Ibrahimu akamtoa Ishmaeli mwanawe na wote waliozaliwa nyumbani kwake na wote walionunuliwa kwa fedha yake, wanaume wote wa watu wa nyumba ya Ibrahimu,
akawatahiri nyama ya magovi yao siku ile ile kama Mungu alivyomwambia. Naye Ibrahimu alikuwa mwenye umri wa miaka 99 alipotahiriwa nyama ya govi lake. Na Ishmaeli mwanawe alikuwa mtu wa miaka 13 alipotahiriwa nyama ya govi lake. Siku ile akatahiriwa Ibrahimu na Ishmaeli mwanawe, na watu wote wa nyumba yake, wazaliwa nyumbani mwake na wanunuliwa kwa fedha katika mkono wa mgeni, wakatahiriwa pamoja naye. Mwisho wa sura ya 17 ya kitabu cha Mwanzo. Msikilizaji, mzee Ibrahimu, ambapo sasa hapa katika aya hii tumeona amebadilishiwa jina, anaambiwa hutaitwa tena Abraham, hutaitwa Abram, lakini utaitwa Ibrahimu, yani baba wa mataifa. Hapa bwana mzee Ibrahim, kwanza katika hii sura ya 17 tumeona kubadilishwa kwake jina, lakini na mke wake anabadilishwa jina kutoka Sarai kuwa Sara, mama wa mataifa. Lakini pia kuna kitu kikubwa tumekiona hapa, ni kuhusu agano. Mungu anaweka agano kwamba kwa sababu nitafanya nchi hii unayoikaa ugenini kuwa nchi yako na kizazi chako, na nitakubariki, nitakufanyia hivi na vile, hivi na vile. Sasa naweka agano, ambapo agano hili ndilo litakalokuwa ni ishara kati yangu mimi na nyinyi, kwamba kila mtu wa kiume kwenu atahiriwe. Hakuna kukana watu wenye magovi hapa. Yani lazima ukitazama hapo kwenye uume wako ukakuta kumekatwa, utakuwa unakumbuka kila siku kwamba ipo ahadi yangu mimi na Mungu kwamba atanibariki. Kwa hivyo unajua, ukikatwa govi, yani ukitahiriwa mwanaume, maana yake ile sehemu itabaki imekatwa siku zote za maisha yako. Kwa hivyo ile ni ishara kwamba ahadi ya Mungu ile ni ya milele, kama anavyosema, na agano lile ni la milele, kama vile ambavyo govi likikatwa haliwezi kurudi tena. Unabaki ukiona sehemu yako ya uume ikiwa iko open muda wote, ina ngeu, imekatwa muda wote, inaonekana imekatwa. Ni jinsi gani Mungu alikuwa anaonyesha ule uhalali, yani ule jinsi ambavyo agano lake lilivyo la uhakika, kwamba hata kama ni hilo govi, hata kama itakuwaje, lakini kama vile ambavyo govi haliwezi kuota tena linapokatwa, ndivyo ambavyo ahadi yangu ilivyo ya milele, kuhakikisha kwamba ni lazima nikubariki. Hebu msikilizaji, fikiri mzee wa watu ana umri wa miaka 99, alafu ndipo anaenda kutahiriwa kweli? Yani anaenda kutahiriwa ukiwa na miaka 99 uko kote? Hapana, lakini unatahiriwa ukiwa na miaka 99. Ingekuwa ni jambo ambalo ingekuwa leo hii ungesema hapana, lakini kutokana na uaminifu wa mzee Ibrahimu, siku ile ile akatahiriwa. Na Biblia inasema anatahiriwa yeye pamoja na mtoto wake wa miaka 13. Huyu mtoto wake ambaye ni Ishmaeli anatahiriwa, mtoto anatahiriwa na baba. Kwa lugha nyingine pia tunasema Ishmaeli alizaliwa baba yake akiwa na govi, bado hajatahiriwa, lakini kwa sababu ya agizo la Mungu, baba pamoja na mtoto sasa wanatahiriwa, wanaingia katika maisha mengine mapya, kwamba baba na mtoto watatahiriwa pamoja, si kwa sababu baba anapenda tu, lakini kwa sababu anaheshimu na kutii agano la Mungu. Msikilizaji, una agano gani na Mungu? Umeweka ahadi gani kati yako wewe na Mungu, kwamba Mungu ukifanya hivi mimi nitafanya hivi? Je, agano hilo ambalo unaliweka na Mungu unalitimiza? Nadhiri ngapi ambazo unaziweka kwamba Mungu ukinibariki, nikipata mali nitatoa sadaka, nitatoa zaka, nitafanya hivi, alafu ukishapata unatulia? Mzee Ibrahimu yeye pamoja na miaka 99 lakini bado anatahiriwa, hakujali umri wake, lakini anaiweka ahadi ya Mungu kwamba lazima nisimamie agano la Mungu. Msikilizaji, tusizungumze sana katika siku hii ya leo, lakini tushukuru Mungu kwamba tumepata hiyo aya ya hiyo sura ya 17. Na hapa nikwambie neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu kae na sisi sote sasa na hata milele. Amina.